نبي بعدك. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia swala na salama Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, nikusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini vile vile mimi nisisahau kuhusia nafsi yangu na yenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, hutuba yetu leo inatuambia kaifa natubu, vipi tutatubia. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila mwanadamu ni mfanya madhambi, hakuna aliyesalimika na madhambi. Pamoja na mwanadamu kufanya madhambi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu huyo kwa kumpenda kaweka sababu ambayo yeye atamsababishia kusamehewa madhambi yake ambayo yeye ameyafanya. Kwa hiyo hatua ambazo mwanadamu anabidi zichukue ni hizo nne ambazo tunatangulia kuzitaja katika hutuba ya kwanza, kama alivyoelezea Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala alayhi. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada ya kuelezea mambo hayo ambayo inampasa ayafanye mkosaji mfanya madhambi, kwa kusema wa min rajulin yabni dhanban thumma yaqumu fayatahhara thumma yusalli rak'atayn ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية. kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaisoma hii aya. Akaisoma aya hii, walladhina, na wale ambao idha fa'alu fahishatan, na wale ambao wanapofanya madhambi fahisha, wanapofanya madhambi au dhalamu anfusahum, au wakaidhulumu nafsi yao, wakafanya madhambi kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, au dhalamu anfusahum, au wakadhulumu nafsi zao kwa kutoifanyia haki nafsi zao. Na haki ya kwanza ambayo mwanadamu anaifanyia katika nafsi yake ni ile hali ya kuabudia Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio haki ya msingi mwanadamu ambayo inabidi aifanye. Tena ni haki ya Allah ni kutoidhulumu nafsi yake kwa kutomwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa haki ya nafsi yake ni pamoja na kuadabisha nafsi yake na adabu nzuri, ikiwemo adabu ya elimu dini, elimu ya dini. Mwanadamu inampasa alazimike ajadibishe nafsi yake, aitaalamishe nafsi yake, aifundishe nafsi yake. Kwa maana mwanadamu akae kwa shekhe asome dini. Hili ni moja la mataifa la Waislamu kutokaa chini na kusoma dini yao, lakini hasara itarudi kwao, kwa sababu unaabudu vipi kabla hujamfahamu Allah? Jambo la kwanza ambalo ingekuwa ni wajibu wako wewe ni hali ya kusoma, alafu umwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa elimu, sio kwa kufuata. Hivyo au dhalamu anfusahum, au wakaidhulumu nafsi zao. Dhakarullah, watu hawa dhakarullah, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao wanafanya madhambi au wakaidhulumu nafsi yao, watu hawa wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wanaleta dhikri mbalimbali, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Na kumtaja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Mungu wewe, la, hiyo si dhikri. Huko sio kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, unavaa nguo unasoma dua, unavua nguo unasoma dua, unaingia msikitini unasoma dua,
unatoka msikitini unasoma dua, unaingia chooni, unatoka unaenda sokoni, wafanya kadha, walala, waamka, unapanga kipande chochote. Kwa maana kila hatua ni dua, kila jambo lina dua yake, lina adhkari. Mtume kafundisha. Tena ikifika jioni kuna adhkari za jioni, ikifika asubuhi kuna adhkari za asubuhi. Hii ndio maana dhakarullah, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, na mwisho wa aya zinginezo ambazo Allah anasema na wale ambao wanaomtaja Allah, sio hata kusema kama wafanya wengineo. Kwa maana ya Allah na nikafundisha. Mtume gani kafundisha? Allah anataja kwa sababu unakula, unamaliza kula, kile unachokifanya Mtume kafundisha athari yake. Ndugu katika imani, takarullah fastaghfaru lidunubihim, kisha watu hawa wanaomba msamaha kwa madhambi ambayo wao wameyafanya. Fastaghfaru, basi watu hawa wanaofanya madhambi au wanadhulumu nafsi zao, baada ya kuleta adhkari, fastaghfaru lidunubihim, wakataka msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na madhambi ambayo wao wameyafanya. Allah akasema, ومن يغفر الذنوب إلا الله, hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nani anayesamehe madhambi? Ni Allah. Muombe msamaha Allah maadamu uko hai, maadamu na akili timamu. Leta istighfar, omba msamaha kwa Mola wako, Allah atakusamehe madhambi yako. Mwana yaghfiru dhunuba illa Allah, hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye anayesamehe madhambi. Kisha Allah akamalizia aya akasema, walam yasirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, na hao watu walifanya madhambi hayo, walidhulumu nafsi zao, walam yasirru, wala hawaendelezi ala ma fa'alu, wale ambao wao wameyafanya, kwa madhambi wao wameyafanya, hawaendelezi madhambi yao baada ya kutubia. Wahum ya'lamun, wao wanajua kwamba kufanya hilo ni makosa. Kwa ndugu zangu katika imani, hakuna haja ya kuendelea kufanya madhambi baada ya kuleta istighfar, baada ya kuleta tauba. Hii ni hatua ya 4 ambayo Muislamu na pia ichukue kwa ajili ya kutulia, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kuchukua udhu, ukafanya rakaa mbili, ukaleta istighfar, ukaomba msamaha kwa Mola wako. Ndugu katika imani, وتحاول أن تكثر من الاستغفار. tujitahidi kukithirisha adhkari, tuzidishe kufanya istighfar. wa dhikrullah fi jamii ahwa, kwa hali zote na tumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kila hali ambayo sisi tunakuwa nayo tumtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Tunakula, tunamaliza kula, umesahau kutaja Allah katikati kuna dua yake kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Watoka safari, warudi nyumbani, umetoka mji wako huu, unakusudia ufike Tandahimba, wakusudia ufike Mtwara, wakusudia ufike Dar es Salaam. Baada ya kuyaona tena majumba mwanzo ule mji, unajua mtume pale kafundisha. Tunajua ya kuomba Allah akukinge na shari ya mji ule na kheri ya mji ule. Tajua kukaa masani tu
upige goti, ujiadabishe nafsi yako, adabu za kielimu. Kwa hiyo wa dhikrullah fi jamii ahwali, kila hali yamtaka muislamu amtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Najitahidi fi al-ikthari min al-a'mali salihah, kukithirisha kufanya matendo ya kheri. Muislamu inampasa akithirishe kufanya matendo ya kheri. Kadri ma tastati, kwa kiwango ambacho muislamu ana uwezo nacho, kwa kadri ambayo Allah amemjalia uwezo alikuwa nao wa kufanya matendo mema afanye. Kwa sababu gani? Kadri ma tastati, inatangazwa kutoa sadaka. Mwenye nacho anatoa sadaka, ni kadri ya uwezo wake. Asiyokuwa nacho hatoi, kwa sababu hana uwezo kufanya vile. Imetangazwa amal, imetangazwa kazi ifanye. Mtu mzima au ana nguvu zake, anaweza akaifanya ile kazi, lakini mwingine anatamani afanye, lakini anaumwa, hawezi. Kadri ma tastati, huyu mwingine anaweza, huyu hawezi. Kwa hiyo mtu ajitahidi kufanya matendo mema kwa kadri ya uwezo wake aliokuwa nao. Likaulihi ta'ala, hivyo kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Allah anasema hakika mambo mema, matendo mazuri, yudhibna, yanaondosha mabaya ambayo mwanadamu ameyafanya. Na Mtume akasema wa atbi sayyatan hasanatan tamtuha, baada ya kufanya madhambi fuatilizia kufanya matendo mema, yale matendo mema yataondosha yale mabaya. Kwa tujitahidi kwa kadri ya hali, kwa kadri ya watu waliokuwa nao, kufanya matendo ya khairat, matendo mema. Kufanya hivyo itakuwa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutusamehe makosa yetu, kutusamehe madhambi yetu. Lakini mwisho tumalizie kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema, ile hali ya kufikiria kufanya matendo mema, na nikawa ni sababu ya matendo mema kufuta yale madhambi